Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena siku njema ya leo lundi le 5 janvier 2026, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu mbichi za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu mbichi za siku ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu eneo ya Kibati inayopatikana mu teritwari ya Walikale. Kwenye mapigano ni makali tangu asubuhi ya leo kati ya wazalendo na FARDC na wasi wa AFC M23. Wazalendo na FARDC waliatakia AFC M23 asubuhi mapema. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi inaendelea kusikika maeneo ya Kibati, na tutawapeleka mu teritwari ya Fizi kwenye hali ya usalama inaendelea kuzorota sana na kukua mbaya kutokana na mapigano makali yanayo ripotiwa mu maeneo tofauti. Habari ambazo tumewaletea ni mingi kabisa tena mbichi. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mu comment na muzilike habari hizi na muzisambaze kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata taarifa zetu mbichi kwa wakati. Kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa pale kwenye titre, utapata linki yetu pale mu description, epui ujiunge kupitia linki hiyo. Bila shaka kabisa utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za siku ya leo tuzianzie kwenye uwanja wa vita ndani ya eneo ya Kibati inayopatikana mu teritwari ya Walikale. Mapigano makali yamezuka upya tangu mapema Jumatatu asubuhi kati ya wasi wa AFC M23 na vikosi vya serikali huko Kibati katika kundi la Luberike eneo la Walikale ni ndani ya Nord Kivu. Kulingana na vyanzo vya ndani, vikosi vya jeshi la Kongo vilianzisha shambulio alfajiri zidi ya maeneo yaliyokaliwa na wasi kwa lengo la kuwaondoa kutoka kwenye mkusanyiko huo. Huko Kashebere, mashahidi wanaripoti ubadilishanaji mkubwa wa silaha nzito na nyepesi na kuwaingiza watu katika hali ya kisaikolojia. Kutokana na mapigano haya, trafiki yani barabara imesimamishwa kabisa kati ya Kashebere na Mungazi. Vyanzo hivyo vinatuambia ya kwamba hali ni mbaya tena inaendelea kukua tete sana ndani ya maeneo hayo kutokana na mapigano makali yanayosikika Kibati. Vyanzo vyetu kutoka Kibati vinatuambia ya kwamba tangu asubuhi mapema FARDC na wazalendo waliatakie ngome za wasi wa AFC M23 zinazopatikana hapo Kibati. Papo hapo moto ukawaka kati ya pande mbili. Wanatuambia kwamba wazalendo na FARDC mu ile atake walitokea mu maaxe tofauti wakiwa wamezunguka eneo ya Kibati. Wanaonekana kuwa wanataka kurekipere eneo ya Kibati ambayo inakaliwa na wasi wa AFC M23 kwa miezi kadhaa. Kibati munakumbuka ya kwamba wasi wa AFC M23 walikamataka ni ndani ya mwezi wa 4 je pense, mwezi wa 4 ndio walikamataka Kibati. Na tangu siku hiyo hiyo kukakuwa na ripotiwa mapigano hapo. Wazalendo wakarekipere Kibati kwa mara ya kwanza, apres siku chache wakaondoka ndani. Kwa mara ya pili wakairekipere, ilikuwa kama mwezi wa 8, wakapiga pale desmene epui tena wakajiondoa pale. Mambo kama na hayo wakaji wakayapinga sana, wakaambia wazalendo ya kwamba kama hawata kamata eneo wabakie pale basi waache kupigana, wasiendelee kuacha hali ya usalama inakuwa mbaya, mapigano hapa na pale wakati wako na rekipere eneo epui wanarudia nyuma. Siku ya leo tena FARDC na wazalendo kama kawaida wanaosaidiana mu vita hivi vya wasi wa AFC M23 na washirika wao RDF waliatakie eneo hiyo ya Kibati ambayo AFC M23 iko na defense mule mu Kibati, na mapigano yakawa yanaendelea tangu asubuhi ya leo mpaka mchana huu wa leo ambapo
ambapo tuko na ongea mapigano yanaendelea kusikika hapo. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu habari za mapigano kutoka hapo ili kuambia matokeo wakati vita vitakuwa vimeisha hapo. Habari zetu zinaendelea kama kawaida, nimewaletea taarifa mbichi. Tuwapeleke mteritwari ya Fizi. Hali ya usalama katika jimbo la Kivu Kusini bado inaendelea kutia wasiwasi katika eneo la Fizi, ambapo nyumba kadhaa zilichoma moto Jumapili wakati wa mapigano kati ya makundi mawili ya wazalendo wanamgambo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo ndani ya vita vya waasi wa AFC M23. Kulingana na vyanzo vya asasi za kiraia za eneo hilo, mapigano hayo yaliwakutanisha watu wa Maimai ya Kutumba na wale wa kundi la FABB la Biloze Bishambuke. Operation ya kubomoa vizuizi vya barabarani vya kundi lenye silaha la FABB na kundi la SNPCC la ya Kutumba kwenye muhimili wa Fizi, Bunenge na Misha inaripotiwa kusababisha vifo vya watu wawili siku ya jana, mkiwemo mwendesha pikipiki pamoja na mtoto, kitendo kinachohusishwa na watu wa FABB. Asubuhi ya jana hali hiyo ilisababisha mzozo kati ya vikundi viwili vya wazalendo, ikiwa ni wale wa FABB Biloze Bishambuke na SNPCC wa ya Kutumba, huko nyumba kadhaa, maduka ya watu yakichomwa moto katika vijiji vya Namisha na Bunenge. Hapo ni ndani ya eneo la Fizi, ndani ya sekta ya Nganja, ni mkundi la Basikalangwa. Asasi za kiraia ndizo ambazo zilitangaza hayo. Hali hii imesababisha wasiwasi mkubwa katika eneo hilo. Huu ni mzozo wa pili kati ya pande hizo mbili. Matukio haya yanakuja huku kukiwa na ripoti za hivi karibuni za mapigano kati ya wazalendo na AFC M23 pamoja na washirika wao Twirwaneho Mohayo maeneo. Mapigano hayo yote sasa yanayoripotiwa hapa na pale mteritwari ya Fizi yanasababisha hali ya usalama kukua mbaya. Wakaaji wanaendelea kuyakimbia makazi yao, huku wengine wakipoteza nyumba zao, maduka yao wakati wa mapigano kama na hayo. Asasi za kiraia zinatoa wito kwa hao wanaopigana kusimamisha mapigano yao, kwa sababu wanaendelea kuacha wakaaji wanateseka kabisa kutokana na konflikt kati yao. Huko ni mteritwari ya Fizi. Tuelekee ndani ya Uvira, pale mjini Uvira kwenye hali ya kiusalama nako ni mbaya sana kutokana na mauaji ambayo yaliripotiwa hapo siku ya jana na leo. Kuna mtu ambaye anaitwa Diallo Simoni ambaye aliwawaka usiku wa samedi wa kuamkia asubuhi ya dimanche, ambaye alipatikanaka mkomine ya Kavimvira na hana uhai. Baada ya tukio hilo, asubuhi ya leo mkomine ya Mulongwe kulipatikana mwili usiokuwa na uhai wa msichana ambaye inasemekana kwamba aliuawa usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo. Mji wa Uvira ambao unaendelea kukua mikono ya waasi wa AFC M23, hali ya usalama si nzuri kutokana na matukio kama na hayo ya mauaji yanayofanyika mjini Uvira. Tuendelee na taarifa zetu. Hali imekuwa ya wasiwasi tangu asubuhi ya leo Jumatatu le 5 huko Kimbulu, mkusanyiko ulioko kwenye barabara ya kitaifa nambari 4 sehemu ya Lubero Butembo, katika kundi la Bukenye yapata kilomita 7 kutoka Musienene. Wakaaji wa Kimbulu waliandamana mitaani kupinga mauaji ya kijana mmoja Jumapili jioni katika kitongoji cha Mungundia na askari mkorofi. Kijana huyo alijulikana kama mchezaji wa mpira wa miguu katika timu ya wenyeji. Kufuatia tukio hili, shughuli kadhaa zimesimama tangu asubuhi. Maduka ya dawa na hata shughuli za kilimo hazijafanya kazi kama kawaida. Askari anayeshukiwa kwa mauaji hayo anaripotiwa kuwa wa kitengo kipya kilichopewa kazi katika eneo hilo hivi karibuni. Asasi za kiraia za mitaa zinalaani na kulaani mauaji haya, huku zikitaka uchunguzi ufanyike haraka ili mhalifu aweze kufikishwa mbele ya sheria. Hali ni tete sana hapo Kimbuli.
aliuawa karibu na makazi yake Mungunya. Tunatoa wito kwa mamlaka kuanzisha uchunguzi wa kina haraka ili kubaini sababu ya mauaji hayo na kumfikisha mhalifu mbele ya sheria, aliomba Kamabele Maboko, rais wa asasi za kiraia ya Musienene. Akiwasiliana na wanahabari siku ya leo Jumatatu, msimamizi wa eneo la Lubero Lieutenant Kanali Kiwewa Mitela Ale alithibitisha taarifa hizo bila kutoa maelezo zaidi au maoni. Hapo ni ndani ya Kimbulu kwenye hali inaendelea kukua ya wasiwasi tangu asubuhi kutokana na kifo cha yule kijana. Wakaaji wako maandamano. Habari zetu zinaendelea. Wakimbizi kutoka nchini Kongo ambao walikimbiliaka nchini Burundi, hali ya maisha yao si nzuri hata kidogo. Harakati ya raia machozi ya raia harakati hiyo inaitwa machozi ya raia, inaongeza uelewa kuhusu hali hatarishi za raia wa Kongo nchini Burundi wanaokimbia vita vinavyokaribia mji wa Uvira. Wakaaji hao ama ile harakati ya raia ya machozi ya raia inasema kwamba hakuna chakula cha kutosha wala maji ya kunywa. Baadhi ya familia bado zinalala angani wazi zikikabiliwa na mvua, baridi na ukosefu wa usalama. Watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita wanakabiliwa na magonjwa yanayosababishwa na maji, kuhara, malaria, uchawi ambayo yanaenea kwa kasi ya kutisha. Njaa inaua kila siku, imekuwa silaha ya maangamizi makubwa, anaonya Ali Musa Rutamu, mwanaharakati ndani ya harakati hiyo. Wakimbizi hawa wanatoka hata Kamanyola, Katogota, Luvungi, Uvira, Baraka na maeneo mengine yaliyoathiriwa na mapigano kati ya jeshi la Kongo linaloungwa mkono na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi wakipigana na waasi wa AFC M23 na washirika wao RDF. Harakati hiyo inalaani ukimya wa jumuiya ya kimataifa na serikali ya Kongo kutokana na mateso ya watu waliokimbia makazi yao. Wanasema kwamba mateso haya yote, vifo hivi vyote vinapita chini ya ukimya usio wa heshima wa kitaifa na kimataifa. Alisema hayo Ali Musa akipinga kabisa hayo. Shirika la raia machozi ya raia wanataka kuitishwa mara moja kwa kikao cha ajabu cha bunge la Kongo ili kushughulikia hadharani hali ya wakimbizi nchini Burundi, na yanatoa wito kwa mashirika ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na HCR kuingilia kati ili kuwaokoa watu hao. Hao ni wakaaji wa Kongo waliokimbilia Burundi kutokana na vita mashariki mwa nchi ya Kongo, hususan maeneo ya Uvira, Katogota, Kamanyola na kwingineko, ambapo wanaishi maisha mabaya ya ukimbizi huko, njaa, kiu na matatizo mengine yakiwafikia ndani ya kambi hizo wanazoziishi ndani. Usaidizi kabisa unahitajika kwa hao wakaaji wa Kongo waliokimbia maeneo yao wakakimbilia nchini Burundi. Asante ndugu zangu, hizo ndizo taarifa ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo, na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi, na wasi kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup.